Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Goodluck Temu. Kwa neema ya Mungu ni mwenyekiti wa CMF. Nimeoa, nina mke mmoja anaitwa Florencia. Naona amekaa siti ya nyuma pale kwenye majukumu ya mtoto. Mungu ametubariki, tunao watoto watatu. Hapo unaweza ukapunga tu wakakuona. Asante. Tunao watoto watatu. Hansel anatimiza miaka 11 mwaka huu. Gianna anatimiza miaka 5. Kwa hiyo ana miaka 4 na miezi. Hayo ni yale mambo ya kina mama nafikiri sasa hizo details hizo. Alafu huyu mwingine ana miezi 5 nafikiri. Yes, 5. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwalimu na fundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam sheria, lakini pia ni wakili wa kujitegemea. Tutasoma maneno ya Mungu kutoka kwenye kitabu cha Hesabu mlango wa 9 mstari wa 15 mpaka wa 23. Hesabu mlango wa 9 mstari wa 15 mpaka wa 23. Hesabu mlango wa 9 15 mpaka 23. Hesabu ni kitabu cha 4 kutoka mwanzo. Maneno ya Mungu yanasema, Hesabu 9:15 mpaka 23. Maneno ya Mungu yanasema, na siku hiyo maskani iliposimamishwa, lile wingu likaifunika maskani, yaani hema ya kukutania. Wakati wa jioni likawa juu ya maskani mfano wa moto hata asubuhi. Ndivyo ilivyokuwa siku zote. Lile wingu lilifunika kwa mfano wa moto usiku. Na kila lilipoinuliwa lile wingu juu ya ile hema, ndipo wana wa Israeli waliposafiri. Na mahali lilipokaa lile wingu, ndipo wana wa Israeli walipopiga kambi yao. Mstari wa 18. Kwa amri ya Bwana wana wa Israeli walisafiri, na kwa amri ya Bwana walipiga kambi. Wakati lile wingu lilipokaa juu ya maskani, walikaa katika kambi yao. Na lile wingu lilipokawia juu ya maskani siku nyingi, ndipo wana wa Israeli walipolinda malinzi ya Bwana, wala hawakusafiri. Na pengine lile wingu lilikaa juu ya maskani siku chache, ndipo kwa amri ya Bwana walikaa katika kambi yao, tena kwa amri ya Bwana walisafiri. Na pengine lile wingu lilikaa tangu jioni hata asubuhi, na lile wingu lilipoinuliwa asubuhi walisafiri. Au kama lilikaa usiku na mchana pia, lilipoinuliwa lile wingu ndipo waliposafiri. Mstari wa 22. Ikiwa lile wingu lilikawia likikaa juu ya maskani siku 2 au mwezi au mwaka, wana wa Israeli walikaa katika kambi yao wasisafiri, bali lilipoinuliwa walisafiri. Kwa amri ya Bwana walipiga kambi yao, na kwa amri ya Bwana walisafiri, wakayalinda malinzi ya Bwana kwa mkono wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinasema amini na utii. Amini na utii. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mambo machache ambayo namwamini Mungu atakwenda kutufundisha asubuhi ya leo. Na kwa sababu mimi ni mwalimu, kutakuwa kuna mistari kadha hapa na pale. Ndio maana nikasema unaweza ukapata kitu cha kuandika. Sasa Hesabu, kitabu ambacho tumekisoma, ni kitabu cha 4 cha Biblia, na kinaendeleza kusimulia habari ya safari ya wana wa Israel kutoka nchi ya ahadi. Ukikiangalia kile kitabu kinaonyesha namna ambavyo walitangatanga nyikani na changamoto mbalimbali ambazo walikutana nazo. Sura ya 1 mpaka ya 10 inazungumzia habari ya maandalizi ya safari yao. Alafu sura ya 11 mpaka ya 20 inazungumzia matukio na changamoto ambazo walikutana nazo kutoka kwenye safari ya kutoka mlima Sinai mpaka Moab. Na sura 22 mpaka 36 inahusiana na sehemu ya mwisho ya maandalizi yao kabla ya kuingia Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni vizuri tukafahamu context, mazingira ambayo
kitabu hiki kimeandikwa, ili tuweze kwanza kuelewa nini kimeandikwa, alafu tuone tunajifunza nini kutoka kwenye haya yaliyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Wote tunafahamu kwamba safari ya kutoka Misri mpaka nchi ya Kanaani ilikuwa ni safari fupi. Kwa nyakati zile, kama wangelikwenda kwa mguu, ni safari ambayo iliwachukua siku 11, ingeweza kuwachukua siku 11. Sasa hapa walikuwa wameshasafiri kwa miaka miwili. Wakati wanapopokea haya maelekezo, tayari miaka miwili ilikuwa imepita toka walipotoka Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati haya maelekezo wanapewa, bado walikuwa hawajafanya kosa la kumwamini Mungu lililowafanya watangetange kwa muda wa miaka 40. Bwana Yesu asifiwe. Kosa ambalo walilifanya likawafanya watangetange kwa miaka 40, walifanya sehemu inaitwa Kadesh Barnea. Pale ulikuwa unaiona nchi ya Kanaani ile pale, lakini wakakaa pale kwa muda mrefu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa wakati Mungu anawapa haya maelekezo, walikuwa bado hawajafanya hilo kosa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu alikuwa anawaelekeza wakati tunazungumzia habari za wao kutoka, ilikuwa hema limeinuliwa sasa. Tayari wameshalikamilisha hema na utaratibu wa namna ya kutoka. Hapa tunapata summary ya ni taratibu gani ambazo walikuwa wanazitumia ili kuweza kutoka au kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi ninapenda kusoma Biblia katika context. Mwambie mwenzako context, ili uweze kuelewa kilichoandikwa. Na njia rahisi zaidi ya kuelewa ni wewe kujaribu kufikiria kama hilo swali lingekuwa linatokea kwako sasa hivi, ungekuwa unalielewaje? Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni rahisi sana tunasema wana wa Israeli walisafiri, lakini turudi kwenye mahesabu. Biblia inatuambia walitoka watu 600 wanaume. Na walipokuwa wanatoka Misri, Mungu aliwafanya uteka, yani chochote ambacho walikitaka kutoka kwa Misri waliweza kupewa. Kwa waliondoka na ng'ombe, kuku, mbuzi, chochote ambacho walisema hata, yani kilipotokea ni kwamba hata angekukuta wewe ni Misri na mkufu, alikwambia nipe mkufu wako, unatoa, sababu ndivyo ambavyo Mungu aliruhusu itokee. Kwa walikuwa ni msafara wenye vitu vingi. Lakini kumbuka watu 600 walikuwa wanawake, walikuwa na watoto. Kwa hapa tunazungumzia msafara wa watu wasiopungua 2 mpaka 3. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama tunaelewana hapo. Hawa sasa ndio ambao wanatoka. Ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Hesabu utakuta kuna maelekezo ya namna hata watakapotoka, kwa sababu watu 2 3 unawaambiaje sasa hivi mnaondoka. Kwa hiyo kulikuwa utaratibu, kulikuwa kuna banners, si wale ambao mnaangalia movie za zamani. Kila kabila lina bana yake. Kwa hiyo ukiona bendera hii unajua hii ni ya kabila ya Dani. Hii ni ya watu hawa. Kulikuwa kuna namna ya kutoka. Sasa namna bora ya wao tunaona kwamba kwa sababu Mungu ndiye ambaye alikuwa amewapa maelekezo ya kutoka, anawekea utaratibu wa namna ya wao kwenda. Sasa wako watu hapa 2 milioni 3 wako tayari kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Wanatokaje? Ndio maana nasema jaribu kwanza kuelewa, usiseme tu kwa haraka wana wa Israeli walitoka walitembea. Walitokaje? Jaribu kuvuta picha. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati nikisoma Biblia, kati ya vitu ambavyo navifahamu na vipenda kuvisoma ni Biblia. Mwambie mwenzako Biblia. Kuna bwana mmoja amefanikiwa sana, akawa anaongea na rafiki yangu. Rafiki yangu akamwambia, bwana nimetoka safarini, nimenunua kitabu fulani, it is very powerful, na kushauri na wewe ukisome. Yule bwana akamwambia, I also have another book that is better than that. Akamwambia kitabu gani? Akamwambia the Bible. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Biblia. Sasa ukisoma Biblia huwa mimi huwa naifurahia sana. Mfano ambao huwa sielewi ni wa Yona. Mwambie mfano wa Yona. Sasa Gebo mimi na mudu. Kwa hiyo Gebo naweza kumtolea mfano. Yaani Gebo anapotea siku 3.
anarudi kwa Asfa. Sasa yani wife, Mungu alinituma Morogoro nikakataa, nikajikuta Tanga kwenye tumbo la samaki. Umewahi kufikiria hiyo story? Yani Asfa anambia usifanye kama mimi sijaenda shule. Yani tumbo la samaki umerudi hapa. Haya, hata hujachubuka huko tumbo kwa samaki umekuwaje? Ulikuwa unakula nini? Yani ni vitu ambavyo ili uweze kuvielewa, hebu weka akili kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Na uhakika hiyo kesi ingeenda kwa mchungaji, sio mchungaji Dondo sasa. Mchungaji mwingine. Huyo mchungaji naye asingemwamini kwa sababu by then hiyo habari ya Yona ilikuwa haijaandikwa, si ndio? Kwa atamwambia angalia kwenye Biblia, hicho kitu hakijawahi kutokea. Wewe umekitoa wapi? Kwa mchungaji atakuita chemba, atamwambia Gebo, hebu kama wanaume ulikuwa wapi? Kwa ni rahisi huwa tunasoma, lakini hebu jaribu kufikiria. Habari nyingine huwa inanishangaza ni habari ya Ayubu ya Abraham. Anaibuka tu na mtoto wake anaondoka naye. Sasa huyu mimi naenda kumchinja. Hebu fikiria tu anaenda uko njiani. Ase mzee Ayubu, mzee nani Abraham, vipi bwana unaenda? Eva anatoa jibu gani hapa? Naenda kutoa sadaka bwana. Sadaka yenyewe ndo yule mtoto anakwenda kumchinja. Sasa fikiria mke wa Abraham ilikuwaje. Na inawezekana kwenda ikawa ni rahisi. Wakati unarudi sasa, unamwambia mke wako, nilikuwa namtoa Hansel, ila Bwana amejiunulia mwana kondoo. Kwanza wewe Hansel mwenyewe sio kama tutaongea yani. Yani dad, yani wewe na kisu kanishikia kabisa. Lakini that's the Bible, na tutaona hapa vitu kwa undani. Kwa hiyo tunaona sasa hapa kuna watu 2,000,000 wanatokaje? Nini utaratibu wao wa kutoka? Ukisoma utaona kwamba Mungu ndiye aliyewaita wana wa Israeli na kwa ahadi ya kuwatoa kwenye ile nchi ya utumwa. Kwa hiyo kama ni Mungu aliyewatoa, ndiye aliyekuwa na utaratibu wa kuelekeza hatua zao na kuwafikisha anapotaka wafike. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo inawezekana katika maandalizi yao wao kuna sehemu walifika wakajiona kwamba wako tayari kuendelea na safari. Lakini kwenye mistari ambayo tumeisoma, swala la wao kwamba waanze safari au wasianze safari halikuwa juu yao kabisa. Lilikuwa ni swala ambalo Mungu mwenyewe ndiye alipaswa kuliamua. Na kwa hiyo Mungu akaweka wingu wakati wa mchana, ambalo usiku lile wingu lilionekana kama moto. Ukisoma mstari wa 15 tena ambao tumeusoma, unasema na siku hiyo maskani iliposimamishwa, lile wingu likaifunika maskani, yani hema ya kukutania. Kwa hiyo wingu hili tunaliona katika sura 2. Sura ya kwanza ni wingu ambalo limekaa juu ya maskani, limeifunika maskani yote. Bwana Yesu asifiwe. Alafu usiku wingu lile lile likaonekana kwa mfano wa moto. Ndivyo Biblia inasema kwamba wakati wa jioni likawa juu ya maskani kwa mfano wa moto hata asubuhi. Alafu mstari wa 16 lasema ndivyo ilivyokuwa siku zote, lile wingu likafunika kwa mfano wa moto. Sasa ni muhimu tukaelewa hapa kwamba wingu lile halikuwa ni wingu la kawaida. Hili halikuwa ni wingu la mvua. Bwana Yesu asifiwe. Hili lilikuwa ni wingu ambalo linaonyesha uwepo wa Mungu mwenyewe. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka mlango wa 40 mstari wa 34 mpaka 38, Kutoka 40 mstari wa 34 na mstari wa 38. Nitasoma mstari wa 34, wa 35 na wa 38. Kutoka 40 34 mpaka 38. 34 inasema ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wingu hili alikuwa ni wingu la kawaida, lilikuwa ni wingu ambalo linawakilisha uwepo wa Mungu mwenyewe. Mstari wa 35 unasema wala Musa hakuweza kuingia hema la kukutania
kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Mstari wa 38 unasema, kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Sasa ukienda mbele na kusoma kitabu cha Nyakati wa Pili mlango wa 7 mstari wa kwanza na wa pili, Nyakati 2:7-1-2, Biblia inasema, Sulemani alipokwisha kusema maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba. Wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Kwa wingu ambalo tulikuwa tunalizungumzia hapa sio wingu la kawaida tu kwamba kuna mvua inakaribia kuja. Ni wingu ambalo lilikuwa linaonyesha uwepo wa utukufu wa Mungu pamoja na wana wa Israeli. Ni wingu ambalo linaonyesha kwamba Mungu yuko pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Nyakati wa Pili tunaona kitu hicho kikatokea. Baada ya hekalu kujengwa na Sulemani kufanya maombi yake, Mungu akashuka kwa mfano wa moto na utukufu wake ukalijaza lile hema. Sasa jambo la kuona hapa ambao nataka ulione ni muhimu ukafahamu kwamba hata wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa hawatembei, bado wingu lilikuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mistari ambayo tumeisoma inasema wingu lilikuwa pamoja nao siku zote. Kwa hiyo hata wakati wamekaa hawapigi hatua yoyote, bado Mungu yuko pamoja nao kwa mfano wa wingu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu anasema, pamoja na kwamba haupigi hatua, binti yangu, kijana wangu, pamoja na kwamba unaona hautembei, mimi niko pamoja na wewe. Na utukufu wa Mungu ulikuwa very clear. Usingeweza kumiss kwamba hili ni wingu la Mungu. Hii sio dalili ya mvua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 38 tuliosoma kutoka 40 inasema, wingu lilikuwa machoni pa wana wa Israeli wakati wote wa safari yao. Sasa tunaona nini hapa? Kilichohitajika kwa wana wa Israeli kwa wakati ule ilikuwa ni mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuamini kile ambacho Mungu anakisema. Jambo la pili ni kutii kile ambacho Mungu amekisema. Mungu alikuwa anaongea nao kwa wingu. Kwa hivyo lile wingu likianza kutembea, iliwapasa watembee. Likisimama, iliwapasa kusimama. Kazi yao ilikuwa ni moja tu, ni kuamini na kutii. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, amini na kutii. Amini na kutii. Na sasa hapa labda niseme kidogo, ni muhimu sana sana katika safari ambayo tunayo tukayashika haya mambo mawili. Jambo la kwanza, kuamini kile Mungu anachokisema, na jambo la pili, kutii kile Mungu anachokisema. Kwa nini? Kwa sababu yeye anajua vema. He knows best. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inawezekana pengine wewe umeanza safari, labda ni safari ya kibiashara, labda ni kazi, labda ni huduma, alafu ni kama vile kuna mkwamo. Naomba nikuhakikishie, wazungu wanasema, even in that stillness God is there. Hata katika huo mkwamo, huo ukimya ambapo huoni kama kuna chochote ambacho kinasonga mbele, Mungu yupo. Swali la kujiuliza ni je, tunamuona? Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona? Are we sensitive enough kuona uwepo wa Mungu? Wakati wana wa Israeli, it was very clear. Lilikuwepo wingu wakati wa mchana, na wakati wa usiku lile wingu lilionekana kwa mfano wa moto. Are we sensitive enough? Tunao ushahidi wa Filipi 4:6 inasema,
yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kama Mungu amekuita, kama Mungu amekwambia tunakwenda Kanaani, kama Mungu amekwambia kwamba kuna biashara inaanza, then you have to be sure, uwe na uhakika kwamba yupo pamoja na wewe. Kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli. Kuna wakati Biblia inatuambia walikaa kwa muda mrefu hawakuweza kumake any progress, lakini bado wingu lilikuwa juu ya hema ya kukutania. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nafikiri God was genius. Hili wingu lilikuwa lina serve another purpose. Ukisoma ukiangalia hali ya jangwa wakati wa mchana kunakuwa na joto sana. Kwa Mungu akaweka wingu kwa ajili ya kuwapatia kivuli. Wakati wa usiku ni giza na baridi. Ile wingu linaonekana kama mfano wa moto ili wapate joto, lakini waone mwanga wa kuziendea njia zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kukaa kwa wingu juu ya maskani kulikuwa ni tukio moja la uwepo wa Mungu. Lakini tukio la pili la hilo wingu lilikuwa ni pale ambapo wanaanza safari yao. Biblia inatuambia sasa wanapoanza safari, lile wingu wakati wa mchana likaonekana kama nguzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mchana sasa wanapoanza safari, mbele yao iko nguzo ya wingu, na wakati wa usiku wingu lile linaonekana kama nguzo ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma Kutoka 13:21 mpaka 22, Kutoka 13:21 mpaka 22, Biblia inatuambia Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya watu hao. Kutoka 13:21 mpaka 22. Angalia ule mstari unapoanza, Bwana naye akawatangulia mchana. Kwa hiyo walichokuwa wanakiona wao ni wingu, lakini kiuhalisia ni Mungu alikuwa mbele yao. Kwa sababu Mungu ni roho, hatuwezi kumwona katika macho ya kawaida, akaamua kujidhihirisha kwao kwa mfano wa wingu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Bwana akawatangulia wakati wa mchana ili awaongoze njia, na wakati wa usiku wapate kusafiri mchana na usiku, ili awape nuru wakati wa usiku. Kwa hiyo Mungu ndiye anakwenda mbele yao, na yeye peke yake ndiye alikuwa anaongoza hatua zao. Bwana Yesu asifiwe. Hasa katika mafundisho haya tunaona mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, tunaona kwa habari ya uwepo wa Mungu. Wingu lilifunika maskani wakati wa mchana, na usiku ulionekana kwa mfano wa moto. Kulikuwa kuna ujumbe mmoja ambao Mungu anawapa kila siku walipoamka, kwamba niko hapa pamoja naye na watangulia, nifuateni. Bwana Yesu asifiwe. The same message Yesu anatupa siku hii ya leo. Nasema mimi ndiyo njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule lile wingu lilikuwa nawaambia I know the way, nifuateni. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanatoka anawaambia I know the way, ninaijua njia, nifuateni. Leo hii Yesu anatuambia mimi ni njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndio jambo ambalo tunahitaji wengi kulifahamu, kwamba Mungu yuko pamoja nasi wakati wote. Whether unapitia msiba, whether umefeli, whether uko kwenye piki ya mafanikio yako au uko bondeni kabisa, bado Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Whether umelala, whether umeamka, whether umepandishwa cheo, whether umefukuzwa kazi,
Labda huduma yako imekuwa au huduma yako haikui, Mungu yuko pamoja na wewe. Swali la kujiuliza ni je, tunaweza kuona na kusikia uwepo wa Mungu? Ni nini tunafikiri kiko pamoja na sisi? Kwa mfano, tunapokutana na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nikupe mfano. Ukiwa umelala ukasikia kitu kinatembea huko nje, wewe unahisi nini? Wazo la kwanza, kama baba, ukisikia kitu kimetembea huko nje unabidi ukachungulie, si ndio? Nini kinatembea? Mara nyingi tunawaza kwamba inawezekana ni kitu kibaya. Hivi kwa nini tusiwaze kwamba pengine Mungu ananitembelea? Kwa nini ukishtuka usiku unahisi kwamba hivi kwa nini nimeshtuka hii? Wewe nikemee. Kwa nini usifikiri kwamba Mungu anakuamsha mzungumze? Hamna watu ambao mnaamsha usiku hapa muongee na Mungu? Sasa shida ni kwamba tunamsikia Mungu? Mambo ni mengi. Mwambie mwenzako mambo ni mengi mjini. Na wakati mwingine mimi wakati fulani mtoto wangu alinifundisha kitu bila yeye kujua. Nikagundua kwamba tusipokuwa makini na njia zetu tunapotea bila kujua, kwa sababu mambo mengine ambayo ni mabaya yanaonekana sasa kama ni kawaida, kiasi kwamba yanajaza akili zetu, tunashindwa kumsikia Mungu. Nilikuwa pale Palm Village. Pale Palm Village kuna tangazo la binti mmoja anatangaza Pepsi, sio kama mmewahi kuliona. Sasa ile tangazo la Pepsi, yule binti amevaa huku sehemu kubwa ya mwili wake huku juu ni kama iko wazi. Kwa hiyo akaniambia, "Dad, that's very dumb." Nikamwambia, "What?" "So that's very dumb. That girl is very stupid." Huyu ni answer unazungumza. Nikamwambia, "Why?" Akasema, "She's exposing herself. Everyone sees her." Mimi nikagundua, niliona lile tangazo lakini sikuona kama ni issue. Yani si vitu unaona navyo kila siku, si ndio? Yani kila siku tu unaona matangazo hili. Kwa hiyo yani wewe unaona, kaondoa, huyu mtoto anaweza kufikiria hivi. Maana yake nini? Tunaona vitu vingi, tunasikia vitu vingi, akili zetu zina process vitu vingi, na vitu vingi tunavyo process ni ujinga, vinaondoa nafasi ya sisi kumsikia Mungu. I want to guarantee you, leo ukiwa kwenye madhabahu, Mungu hawezi kuongea na wewe ukiwa kwenye TikTok. Haipo. Hiyo haipo. Yani akiongea na wewe ni special case. Sasa wewe njoo kaa hapa kanisani, uko busy na TikTok na Instagram, utaingia na kutoka kama ulivyoingia. Mungu anahitaji tumpe nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kumsikia anasema nini. Lakini sisi sasa wakati mwingine mpaka najiona aibu na tubu. Wangapi tunatubu na mimi leo? Wangapi jana kitu cha mwisho kabla hujafunga usingizi macho yako ilikuwa ni simu yako? Mwaibisha shetani tu. Yani kabla yani macho wakati anafunga pap ilikuwa ni simu yako. Basi nyoosheni mkono kiroho. Maana kimwili inawezekana ikawa ngumu. Alafu wangapi walipoamka leo cha kwanza ni simu? Yani kabla hujasema asante Yesu kwa kuwa nimeamka, unashika simu. Sasa vitu kama hivyo vinaondoa nafasi ya kuona na kuhisi uwepo wa Mungu. Lakini jaribu siku moja, funga na simu, weka pembeni kabisa. Hata kwa masaa mawili, mwambie Mungu, leo nataka kuongea na wewe. Alafu uniambie kama utamsikia Mungu akiongea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. I want to challenge you today. Tafuta siku, sema nataka siku ya leo iwe ni siku ya utulivu, nafunga. Kuna watu wako zile Instagram ziko nyingi, kuna option ya kudisable, si ndio? Sema na disable leo. Yani leo sitaki kuingia kwenye mitandao kabisa. Nikae, niombe, nisome neno. Alafu uone kama Mungu hatasema na wewe. Kwa mara nyingi hatusikii uwepo wa Mungu, hatuuoni kwa sababu tumesongwa na mambo mengi. Mnakumbuka ile swala la mpanzi, mbegu inadondoka lakini hamna nafasi. Kwa sababu mambo mengi yametukamata, hatuoni uwepo wa Mungu. Na kwa sababu tunayoyasikiliza ni mambo yanayotutoa kwenye uwepo wa Mungu, ndio maana hata ukisikia kitu kwenye paa usiku, cha kwanza unakemea. Kwa sababu unajua wamekuja. Nani amekuja? Kwa nini sio Mungu amekuja? Kwa nini sio malaika wamekuja? Bwana Yesu asifiwe. Hatuna muda wa kutulia. Lakini uwepo wa Mungu kutoka kwenye hichi kitabu ambacho tumekisoma hapa
anatukumbusha kwamba mara zote niko pamoja na nyie. Jambo la pili ni muongozo wa kimungu, divine guidance. Mungu anatukumbusha kwamba yuko pamoja na sisi kama alivyokuwa pamoja na wana wa Israeli. Ukisoma kile kitabu cha Hesabu tulichokisoma tena, nikikifikiria tena kinanipa maswali. Anasema wakati mwingine wingu lilikaa kuanzia jioni hadi asubuhi, na lilipoondoka asubuhi waliondoka. Kumbuka hao walikuwa ni watu 2,000,000, wana kuku, wana ng'ombe, wana watoto. Ndio mmefika wingu likatulia usiku. Mnasema sasa wamama wanaanza kufungua vitu. Si unajua nini? Unaanza kupanga vitu vyako kidogo, jamani watoto watalala wapi? Si watafanya nini? Asubuhi wingu hilo. Unafanyaje? Unafungasha vitu vyako, unaondoka. Unafuata wingu. Hapo haijalishi kama mtoto ananyonya, kama una maziwa ya kutosha huko safarini, haijalishi kama ulikuwa unaandaa breakfast, kwamba jamani sasa Mungu singeacha basi nimalizie chai yangu tunywe tuondoke. Yanasema kama ni usiku, asubuhi likiondoka wanaondoka. Anasema iwe ni mchana au ni usiku, yani haijalishi. Mungu akisema tunaondoka, tunaondoka. Iwe ni mchana au ni usiku, iwe ni mvua inanyesha au jua linawaka, iwe ni mchana iwe ni usiku, wingu likiondoka wanaondoka. Na likikaa muda mrefu wanakaa muda mrefu. Mstari wa mwisho nasema kwa amri ya Bwana walipinga kambi, na kwa amri ya Bwana waliondoka. Tunaambiwa kitu cha muhimu sana. God knows the way. Mungu anaijua njia. Jambo la tatu na ambalo nitaweka msisitizo kidogo nimalize nalo ni kuishi kwa imani. Mazingira yote ambayo tumeyaona mpaka sasa hivi yalikuwa yanahitaji wana wa Israeli kuamini katika kile ambacho Mungu anasema. Ikiwa Mungu amekuita kutoka mahali fulani, hauna option nyingine. Inabidi umwamini yeye aliyekuita. Biblia inasema yeye aliyetuita ni mwaminifu naye atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haijalishi kwa wana wa Israeli hali ya hewa haijalishi ilikuwaje. Haijalishi kama walikuwa kwa tayari kujiandaa. Na Biblia ina confirm kwenye Zaburi ya 16, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Wewe ukisema niko tayari, Mungu akisema hauko tayari, that is the answer. Wewe ukisema siko tayari, Mungu akisema now is the time. Now is the time. Bwana Yesu asifiwe. Haikujalishi kwamba uko kuna fursa. Wakati mwingine unaangalia unasema this is the window of opportunity. Wala watu wanaofanyaga kazi mzee mkulu, inawezekana ukaona project ukasema this is the window of opportunity, yani nikimisi hii nimemiss everything. If God says it's not the time, it's not the time. Ukihangaika unapotea. Bwana Yesu asifiwe. Na tunayo mifano ya watu ambao waliwahi kuhangaika. Kuna mtu mmoja aliahidiwa mtoto. Alipoona Mungu anachelewa, akaamua yeye kuona kwamba pengine ahadi ya Mungu inaweza ikatimia kwa mjakazi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu ametuletea matatizo mpaka leo. Mpaka leo tunapoongea tuna shida duniani kwa sababu ya Ismail na nani? Na Isaka. Kwa nini? Kwa sababu ni kukimbia kabla ya wakati wa Mungu. Lakini tukitulia kwa wakati wa Mungu, God's timing is the best and perfect timing. You cannot ask for more. Huwezi ukauliza zaidi ya hapo. Kwa kilichojalisha ilikuwa ni amri ya Mungu kwamba now it is the time. Zaburi ya 119 mstari wa 105 unaona sasa inapata maana yake kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unataka kwenda, utaweza kwenda tu ikiwa unaona unapokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo safari ya wana wa Israeli ilitegemea sana wao kumwamini Mungu alichokisema. Bwana Yesu asifiwe. Ilitegemea sana kile ambacho Mungu
alichokisema. Kama alisema this is the time to go, that was the time to go. And it's very very important, ni muhimu sana hapa tukaona kwamba kuliamini neno la Mungu, anachokisema Mungu ni muhimu sana kuliko kuiamini ile njia ambayo wewe unaiona. Wana wa Israeli, Mungu anawaambia hivi, anasema, Musa anawaambia aliwatweza jangwani muone njaa, ili mjue kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno linalotoka kinywani mwa Bwana. Sasa wana wa Israeli walikuwa wanaishi kwa mkate katika safari yao yote. Ukisoma kwenye Yoshua 5, Biblia inasema walipoingia Yeriko, sasa ile siku ya kwanza walioingia Yeriko walikula mana. Siku ya pili mana ikakata. Wewe mwenzako, mana ikakata maana yake nini? Mtu hataishi kwa mkate tu. Kama Mungu amesema utakula, utakula. Iwe mana au mahindi ya kuchoma, utakula. Bwana Yesu asifiwe. Haitegemei wewe kama umeshazoea mkate na ukifikiri kwamba mkate ndo njia ya kuishi. Mkate ukikata unakufa. Mwambie mwenzako, mkate ukikata unakufa. Kuna mwingine hapa anasema siwezi kuja kanisani, yani kazi yangu, hii kazi yangu. Mtu hataishi kwa kazi yake tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu siku hiyo kazi ikikata, maana yake utakufa. Lakini kama unaishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu, then kuwe kuna kazi, kuwe hakuna kazi, chakula utakula. Bwana Yesu asifiwe. Maana Daudi anasema nilikuwa kijana na sasa ni mzee, sijaona mwenye haki akiachwa wala mzao wake kiomba chakula. Bwana Yesu asifiwe. So the point ni neno la Mungu na wewe kuliamini. Kama Bwana amesema atafanya. Full stop. Kama nitakula nikiwa kazini au nitakula sina kazi, the Lord has said he will do it. My job is to believe in him. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie mfano mmoja au miwili alafu tumalize. Mfano mmoja unatoka kitabu cha Luka mlango wa 23 mstari wa 39 mpaka mstari wa 42. Ni habari ambayo tunaifahamu, lakini nataka uiangalie kwa namna ya tofauti. Luka 23:39 mpaka 42. Biblia inasema, na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana Yesu akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamkemea akisema, wewe humogopi hata Mungu, nawe katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini na kuambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ni habari ambayo tunaifahamu sana. Tunajifunza kutoka kwenye habari ya hawa watu wawili kwamba kumwamini Mungu ni uamuzi ambao ni lazima tuufanye. Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo kama tunataka kufanikiwa, ni lazima tuamue kumwamini Mungu. Kama ambavyo wana wa Israeli waliamini neno la Mungu, waliliamini lile wingu na wakapiga hatua. Mhalifu wa kwanza alimdharau na kumdhihaki Yesu. Lakini yule wa pili akaona nguvu ya kiungu ndani ya Yesu. Kwa namna fulani, yule mhalifu wa pili alitambua kwamba ingawa wote watatu walikuwa wanakufa msalabani, wote watatu, mhalifu wa kwanza, mhalifu wa pili na Yesu, wote walikuwa wanakufa msalabani, kulikuwa na uwezo katika msalaba wa katikati. Hata kama hakujua kuwa Yesu alifufuka, angefufuka, bado aliamini na alikuwa na uhakika ya kwamba Yesu anaweza kumwokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huyu mmoja anapomdhihaki Yesu,
Huyu mwingine anasema Yesu unikumbuke, alafu Biblia inasema leo hii utakuwa pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja akafundisha akasema huyu bwana akiingia mbinguni kule kuna watu watagoma. Huyu mwalifu wa pili anambia hebu subiri kidogo, kuna there is a mistake here. Wewe ulikuwa unasali kanisa gani? Atauliza kanisa lipi? Sasa umeingiaje mbinguni? Kanisa gani? Mchungaji wako nani? Huyu bwana anasema mimi sijui mambo ya mchungaji. Sasa umekujaje hapa? Okay, wewe kutoa fungu la 10 ndo nini? Sasa wewe umekujaje hapa? Umefikaje huku? Itabidi wamwite na Ibrahim na nani pale. Hebu to discuss it. There is a special case. How did this man made it to heaven? The guy said, huyu bwana alisema leo hii nitakuwa pamoja naye, nikaamini, niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. It's all about faith. Hakuwa amefanya kitu kingine chochote. Alisema Bwana unikumbuke. Huyu akasema leo hii utakuwa pamoja na mimi. Sasa sisemi msitoe mafungu ya 10 na sadaka za maono. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nasema ukikutana na mtu kule hajatoa sadaka ya maono, usigombane naye. Wewe na yeye wote mmeingia kwa tiketi hii moja, imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuiamini kazi ya msalaba. Kuna wakati Yesu aliongea maneno magumu akasema hao makahaba watafanyaje? Watawatangulia. Kwa sababu watakapoisikia wakaamini. Wewe utasema Bwana nilitoa pepo kwa jina lako, lakini hukuamini. Biblia inasema ni nani aliyesadiki habari hii? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu bwana somehow akaona kwamba fursa iliyoko hapa, mimi naamini hapa akapata golden opportunity. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwingine aza wewe kama ni Yesu si utokoe, acha kuzingua bana. Wewe Yesu unasulubiwa hapo na mimi nipo. Sasa yule jamaa uwe na uhakika kama huyu saa ile aliingia mbinguni, huyu jamaa pia hawezi kutoboa. Yaani haiwezekani wote wakaingia mbinguni. Kwa hiyo mmoja tunajua alikoenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana sasa lile neno la Wakorinto wa kwanza 1:18 linapata maana. Neno hilo linasema kwa maana neno la msalaba kwa wao wanaopotea ni upuzi, lakini kwa sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa ule malifu wa kwanza kilichokuwa kinafanyika pale msalabani ilikuwa ni upuuzi tu, alikuwa haelewi. Sasa huyu Yesu naye ni kama anazingua. Kwa huyu mwalifu wa pili it was a golden opportunity ya yeye kumpatia tiketi ya kwenda mbinguni. Lakini aliipataje? Ni kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wawili wote walikuwa na misalaba yao. Inawezekana wewe una msalaba ambao unaubeba. Na ndio maana Biblia inasema njooni kwangu ninyi nyote mnao sumbuka na kuelemewa na mizigo ya dhambi. Kwa hiyo wote tuna misalaba, na hawa wawili walikuwa na misalaba yao. Tofauti yao haikuwa Yesu. Wote walikuwa na access na Yesu. Mmoja alikuwa kushoto, mmoja alikuwa kulia. Shida haikuwa msalaba, wote walikuwa misalabani. Hata Yesu mwenyewe alikuwa msalabani. Tofauti ni kwamba mmoja aliamua kumwamini Yesu na akahesabiwa haki. Mwingine akaamua kutokumwamini Yesu na hakuhesabiwa haki. What do you decide to do today? Ni nini unaamua kukifanya siku hii ya leo? Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ndicho ambacho tunaambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo the principle is the same. Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Imani, imani, imani. Kuna habari moja ninaipenda sana, kwa sababu ya muda hatutasoma, lakini kaisome nyumbani. Iko kwenye kitabu cha Yohana kabla ya kusoma. Yes, iko Yohana mlango wa 9. Kaisome ile habari. Ni habari mimi naipenda, yaani nikisoma huwa nacheka. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu mmoja alikuwa kipofu. Akakutana na Yesu. Yesu akampaka mate, akamwambia kajiosha kwenye birika la Siloamu. Akaenda akaoshwa kule, akaona. Sasa akarudi hekaluni. Mafarisayo sasa ndio walikuwa. Kwanza watu wakaanza kumuona. Huyu jamaa huyu si alikuwa anakaa hapa kipofu? Hebu tumpeleke kwa Mafarisayo. Wakampeleka. Wakaambia kwa Mafarisayo. Mafarisayo hawataki kusikia kwamba Yesu ndo ameponya. Wanaambia bwana wewe, hebu tuambie nini kimetokea? I like that man. Anasema kuna bwana mmoja anaitwa Yesu.
Kaniambia niende nikajioshe, nikaenda nikajiosha, na mimi naona. Aliambiwa, akaamini, akatii. Akaambia, huyo Yesu ni nani? Sasa mimi simjui. Yaani simjui, nimekutana mimi sijui, yeye kaniambia, mimi nimeamini, nimeenda zangu nimeosha, sasa hivi naona. Akaambia, wewe subiri. Wakawaita wazazi wake, nyinyi huyu ni mtoto wenu, tuambieni inakuaje anaona. Sasa wazazi wakaogopa Mafarisayo. Wazazi wale nawapenda, I'm sure walikuwa wamesoma. Wakasema, huyu tunamjua ni mtoto wetu. Hilo halina shida. Na kwamba alikuwa ni kipofu, hilo tunajua. Kwamba anaonaje, ye mtu mzima bwana. Muulizeni. Muulizeni. Yuko hapa, muulizeni. Mafarisayo wakarudi wasema, sisi tunajua huyu bwana hajatoka kwa Mungu. Sisi tunamwamini Musa. Huyu hajatoka kwa Mungu huyu. Tena ni mwenye dhambi. Tuambie amekuponyeje. Yule bwana akasisitiza, mimi habari za yeye alivyoniponya mimi sijui. Kwamba ni kwa nguvu gani mimi sijui. Yeye alisema nikaamini. Na sasa hivi ninaona. Anasema mimi sijui, nilichokuwa najua sioni. Nimekutana na huyo bwana mkubwa, naona. Kazi yangu mimi ilikuwa moja tu, kuamini na kutii. Mwambie mwenzako, kuamini na kutii. Sasa wewe mwenye PhD yako, Dr. Mturi kama mimi, utakapoambiwa kapake kaoshe birika Siloamu, hapo shida sasa. Kuamini na kutii, si ndio? Jamani, na maana Pastor Nduru anajua kama nina PhD, nitaendaje jangwani pale kujiosha? Maana si ndivyo inavyokuwa. Sisi ambao tena tunaenda shule ndo tuna shida. Unaanza kufanya nini? Analysis, logical reasoning. Yaani kasema Mungu, wewe unaleta logical reasoning kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu this guy hakuwa na discussion. Kaambiwa bwana, matope hapa, nenda kajiosha. Kaenda. Ilikuwa ni debate kubwa kweli. Mwishowe jamaa kaanza kuhubiria sasa. Kaambia, yaani mimi siye kuona mtu ambaye anaponya alafu mnasema hajatoka kwa Mungu. Mbona mnauliza maswali mengi? Mnataka kumwamini? Kasomeni. Very interesting. Yaani I like that chapter. Wewe kama huamini, kaisome kama gazeti. Ukimaliza na wewe utaamini. Wakakasirika akamwambia, wewe umezaliwa kwenye dhambi, toka hapa. Lakini the guy believed. Bwana Yesu asifiwe. Imani ndio ambayo inatupa haki. Kwa hiyo tunaona huyu mtu, tunaona kwamba kwa wale wawili pale msalabani, haki yao ilipatikana kwa imani. Kwa huyu kipofu, haki yake imepatikana kwa imani. Kwa baba yetu Ibrahim, vivyo hivyo, haki yake ilipatikana kwa imani. Kuna vitu vingine, nimalizie kwa kusema, kama Biblia isingeandikwa, ukakutana na mtu ambaye ameishi maisha ya imani, kwa siku hii ya leo tunasema huyu ni certified mental health issue. Yaani tunasema huyu ana shida ya nini? Ya akili. Yaani ndio tungesema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu imani haielezeki. Mwambie mwenzako, imani haielezeki. Yaani if you can explain faith, that is a strategic planning. Mwambie mwenzako, strategic planning. Yaani faith that can be explained, hiyo ni mpango mkakati. Imani lazima ushindwe kuielezea. Yaani lazima ikutishe mwenyewe. Wewe kutana tu na Ibrahim, katoka zake Tanzania. Mwambie mke wangu Gebo, tutaleta mfano Gebo na Mudu. Asfa, funga kila kitu, uza viwanja vyote. Tunaenda wapi? Sijui. Mungu kaniita. Hiyo kesi nakwambia hata Pastor Dondo hasovu. Hasovu hiyo. Kwa sababu sasa tunaenda wapi? Sasa mimi Mungu kaniita, uende wapi? Sijui, ataniambia tunavyoenda. Hii jamani, mke wangu utapeleka, yani Asfa atampeleka Gebo Muhimbili. Jamani, mume wangu ana shida. Lakini ndivyo ilivyotokea kwa Abraham. Anaenda nchi asiyoijua kwa Mungu asiyemjua, kwa sababu ndio Mungu alijitokeza kwake. Alikuwa na miungu mingine. Na hivyo ukiangalia uponyaji kwa kutumia matope, vitu vinavyofanyika kwenye Biblia ni vitu ambavyo havielezeki. Mtu wa mwisho ambaye nakupa ukamsome, na ukimsoma huyu usipomwogopa Mungu na matatizo, kamsome Ezekiel. Ukimsoma Ezekiel usipomwogopa Mungu, jamaa anaambiwa
utalala upande mmoja kwa siku 390. Alafu ukimaliza unageuka upande mwingine kwa siku 40. Sawa sawa na dhambi ambazo wameifanya Israeli na Yuda. Na nitakurestrain, yani hata ukitaka kugeuka usiweze. Kasome habari za Ezekiel. Lakini the point that I'm trying to say here ni kwamba imani ndiyo msingi wa yale ambayo tunapaswa kuyafahamu. Na ndivyo ambavyo Biblia inasema kwa imani tutaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana kuna vitu ambavyo unataka kuvianza. Kuna maisha ambayo unataka kuyaishi. Don't worry. Kama unaweza kuelezea utafikaje ndoto yako, mwambie mwenzako bado. I'm challenging you. Mwambie mwenzako bado. Mwambie mwenzako bado. Kuna watu hapa Mungu amewainua, wamefika sehemu kubwa sana. Nikiwaambia mrudi nyuma, alafu mkae chini muandike namna ambavyo mngefika hapo mlipofika, the answer is it is impossible. Mliamua kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama unataka kuja kuwa mhubiri mkubwa, unataka kuja kuwa mwimbaji mkubwa, unataka kuja kuwa rais wa Tanzania, alafu you have a road map kwamba nitafanya 1 2 3 4 5 ili nifike pale, bado. Bwana Yesu asifiwe. Bado. Mwambie mwenzako bado. Kwa sababu lazima kwanza tumwamini Mungu, alafu umwamini Mungu mpaka hiyo imani ikutishe mwenyewe, alafu uanze kutembea katika hiyo imani. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia kwa mfano mmoja. Mimi nilipokuwa sekondari form 6, nilichaguliwa kuwa kiongozi wa UKWATA wa mkoa. Nilikuwa natakiwa nitembelee kila shule. Hatukuwa na ushirikiano mzuri na wachungaji. Mimi nakwambieni mbinguni tutafika wachache. Yaani kuna wachungaji ambao walikuwa hawataki kuhubiri. Unaweza kanielewa? Yaani mchungaji anatakiwa afundishe shule, alafu unafanya kazi ya kumuomba mchungaji kwamba mchungaji, naomba basi Ijumaa hii ukahubiri. Alafu hataki. Kwa hiyo wewe mwanafunzi unaenda kuhubiri. Kwa hiyo nikajikuta Ijumaa, Jumamosi, Jumapili niko busy naenda kwenye shule hizo, organize mikutano. Sasa nikamwambia Mungu, mimi nafanya hii kazi, lakini nakuamini. Form 6 nataka nipae division 1 ya point 3. Kwanza nikashtuka mwenyewe. Unajua point 3 ni AAA. Sasa nikawa naomba, kwa hiyo haya ikawa ni maombi yangu. Mungu nataka 1 ya 3. Mimi nitafanya kazi kwa uaminifu, nitasoma. Kulikuwa kuna TV room pale Ilboru. Mimi nimesoma Ilboru. Sijai kukanyaga TV room, na kuhakikishia. Sijai kukanyaga TV room. Yaani kukaa kuangalia TV Ilboru kwa sababu sikuwa na huo muda. Sasa imani yangu nimeiamini, nikaanza kuweka kwenye matendo. Nafikiri pia I was a bit arrogant. Nikamwambia rafiki yangu mmoja, ikitokea mwaka huu ikatoka division 1 msiende kuangalia, ni ya kwangu. Yule jamaa akaniambia, wewe jamaa unaringa sana wewe. Nikamwambia mimi naomba Mungu, ikitokea 1 ya 3 iko 1, hiyo ni ya kwangu. Zikiwa zaidi ya 2 ndio mkaangalie zingine ni za nani. Halo, niliogopa. Ile imani ilikuwa ni ajabu. Lakini Mungu ni mwaminifu. Matokeo yalivyotoka, yule jamaa alikuwa kwanza kunipigia, wewe hujaona matokeo? Nikamwambia nini? Hai, sio umepata 1 ya 3 bwana. Nikasema this is God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo I'm not telling you vitu ambavyo mimi sijaviona, nimevi-experience. Ukimwamini Mungu inatokea. Mimi sijui unataka kumwamini nini Mungu siku hii ya leo, lakini Mungu anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. It could be your project, it could be your work. Labda unataka kupandishwa cheo, lakini hata bosi hamuongei, yani hazivi. Achana kumwangalia bosi wako, mwangalie Mungu. Sababu Mungu ndiye ambaye anajua. Na wewe kuongea hapa kiutani, una wito wa kuimba, umerekodi kaimbo kako, umepandisha YouTube, kuna views 2 ya kwako na mdogo wako. Don't worry. Don't worry. Mwangalie Mungu. Mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu unaishi